Waroma sura ya 11. Basi nauliza, je, Mungu amewakataa watu wake? Hata kidogo. Mimi binafsi ni Mwisraeli, mzawa wa Abrahamu, wa kabila la Benyamini. Mungu hakuwakataa watu wake aliowateua tangu mwanzo. Mnakumbuka yasemavyo maandiko matakatifu juu ya Eliya wakati alipomnung'unikia Mungu kuhusu Israeli, Bwana, wamewaua manabii wako na kubomoa madhabahu yako. Ni mimi tu peke yangu niliyebaki, nao wanataka kuniua. Je, Mungu alimjibu nini? Alimwambia, nimejiwekea watu 7,000 ambao hawakumwabudu Baali. Basi ndivyo ilivyo pia wakati huu wa sasa. Ipo idadi ya waliobaki ambao Mungu aliwateua kwa sababu ya neema yake. Uteuzi wake unatokana na neema yake na si kwa sababu ya matendo yao. Maana kama uteuzi wake ungetegemea matendo ya watu, neema yake haingekuwa neema tena. Sasa je, watu wa Israeli hawakukipata kile walichokuwa wanakitafuta, lakini wote walioteuliwa walikipata. Wengine walipumbazwa kama yasemavyo maandiko matakatifu. Mungu ameifanya mioyo yao kuwa mizito, na mpaka leo hii hawawezi kuona kwa macho yao wala kusikia kwa masikio yao. Naye Daudi anasema, karamu zao na ziwe mtego wa kuwanasa, waanguke na kuadhibiwa. Macho yao yatiwe giza wasiweze kuona, migongo yao ipindike kwa taabu daima. Basi nauliza, je, Wayahudi wamejikwaa hata wakaangamia kabisa? Hata kidogo. Kutokana na kosa lao, ukombozi umewajia watu wa mataifa mengine ili Wayahudi wapate kuwaonea wivu. Kosa la Wayahudi limesababisha baraka nyingi kwa ulimwengu, na utovu wao wa kiroho umeleta baraka nyingi kwa watu wa mataifa mengine. Basi ni dhahiri zaidi kwamba utimilifu wao utasababisha baraka nyingi zaidi. Basi sasa nawaambieni nyinyi watu wa mataifa mengine, maadamu mimi nimekuwa mtume kwa watu wa mataifa mengine, ninajivunia huduma yangu, nipate kuwafanya wananchi wenzangu wawaonee nyinyi wivu, na hivyo nipate kuwaokoa baadhi yao. Maana ikiwa kukataliwa kwao kulisababisha ulimwengu upatanishwe na Mungu, itakuwaje wakati watakapokubaliwa na Mungu? Wafu watafufuka. Ikiwa kipande cha kwanza cha mkate kimewekwa wakfu, mkate wote umewekwa wakfu. Mizizi ya mti ikiwa mizuri, na matawi yake huwa mazuri pia. Naam, baadhi ya matawi ya mzeituni bustanini yalikatwa, na mahali pake tawi la mzeituni mwitu likapandikizwa. Nyinyi watu wa mataifa mengine ndio hilo tawi la mzeituni mwitu, na sasa mnashiriki nguvu na utomvu wa mzeituni bustanini. Basi msiwadharau wale waliokatwa kama matawi. Na hata kama kuna la kujivunia, kumbukeni kwamba si nyinyi mnaoitegemeza mizizi, bali mizizi ndiyo inayowategemeza nyinyi. Lakini utasema, matawi yalikatwa kusudi mimi nipandikizwe mahali pake. Sawa, yalikatwa kwa sababu ya kukosa imani, bali wewe unasimama kwa imani yako. Lakini usijivune, ila uwe na tahadhari. Kwa maana ikiwa Mungu hakuwahurumia Wayahudi ambao ni kama matawi ya asili, je, unadhani atakuhurumia wewe? Ona basi jinsi Mungu alivyo mwema na mkali. Yeye ni mkali kwa wale walioanguka, na ni mwema kwako wewe ikiwa utaendelea katika wema wake.
la sivyo nawe pia utakatwa. Nao Wayahudi hali kadhalika, wakiacha utovu wao wa imani, watapandikizwa tena. Maana Mungu anao uwezo wa kuwapandikiza tena. Nyinyi watu wa mataifa mengine kwa asili ni kama tawi la mzeituni mwitu, lakini mmeondolewa huko mkapandikizwa katika mzeituni bustanini, mahali ambapo kwa asili si penu. Lakini Wayahudi kwa asili ni kama mzeituni bustanini, na itakuwa jambo rahisi zaidi kwao kupandikizwa tena katika mti huo huo wao. Ndugu zangu, napenda mjue ukweli huu uliofichika, msije mkajiona wenye akili sana. Ukaidi wa Wayahudi ulikuwa ni wa muda tu, mpaka watu wa mataifa mengine watakapokuwa wamemfikia Mungu. Hapo ndipo taifa lote la Israeli litakapookolewa, kama yasemavyo maandiko matakatifu. Mkombozi atakuja kutoka Sioni, atauondoa uovu wa wazao wa Yakobo. Hili ndilo agano nitakalofanya nao wakati nitakapoziondoa dhambi zao. Kwa sababu wanaikataa habari njema, Wayahudi wamekuwa adui wa Mungu, lakini kwa faida yenu nyinyi watu wa mataifa. Lakini kwa kuwa waliteuliwa, bado ni rafiki wa Mungu kwa sababu ya babu zao. Maana Mungu akishawapa watu zawadi zake na kuwateua, hajuti kwamba amefanya hivyo. Hapo awali nyinyi mlikuwa mmemwasi Mungu, lakini sasa mmepata huruma yake kutokana na kuasi kwao. Hali kadhalika, kutokana na huruma mliojaliwa nyinyi, Wayahudi wanamwasi Mungu sasa, ili nao pia wapokee sasa huruma ya Mungu. Maana Mungu amewafunga watu wote katika uasi wao, ili apate kuwahurumia wote. Utajiri, hekima na elimu ya Mungu ni kuu mno. Huruma zake hazichunguziki, na njia zake hazieleweki. Kama yasemavyo maandiko matakatifu, nani aliyepata kuyajua mawazo ya Bwana? Nani awezaye kuwa mshauri wake? Au nani aliyempa yeye kitu kwanza, hata aweze kulipwa tena kitu hicho? Kwa maana vitu vyote vyatoka kwake, vyote vipo kwa uwezo wake na kwa ajili yake. Utukufu na uwe kwake hata milele. Amina.